Karibu sana kwenye uchambuzi wetu wa leo. Sasa, kuchagua aina sahihi ya ndizi kwa ajili ya shamba lako hapa Tanzania, yani huo ndio uamuzi namba moja. Uamuzi ambao unaweza kukujenga au kukubomoa kabisa. Na leo nitakupitisha hatua kwa hatua ili ufanye uamuzi sahihi. Hii nukuu hapa ina ukweli mzito sana. Kuchagua aina mbaya ya ndizi ni kama kupanda pesa shambani na kuziangalia zinanyauka. Hii sio hadithi, ni kitu halisi. Sisi KBA tulimshuhudia mkulima mmoja kule Morogoro, aliweka mtaji wake wote, akapanda aina ya ndizi ambayo ni maarufu sana Kagera. Unajua nini kilitokea? Alivuna ndizi ndogo, hazina mvuto, hazina soko. Akapoteza mwaka mzima na pesa yake yote. Leo tutahakikisha wewe kosa hili halikupati. Sawa, basi tuanze na kanuni ya kwanza, na hii ni kanuni ya dhahabu. Kwenye kilimo cha ndizi, kila eneo lina aina yake, yaani aina inayomtajirisha mkulima Kilimanjaro inaweza kuwa hasara tupu kwako ukiwa Mbeya. Hili ni lazima liingie akilini. Tunaanzia safari yetu kule kaskazini magharibi, ngome haswa ya ndizi Tanzania, mkoa wa Kagera. Hapa mazingira yake, hali ya hewa yake ni kama yametengenezwa kwa ajili ya ndizi. Hapa Kagera, malkia ni mmoja tu, bokoboko. Kwa nini? Mvua inanyesha vizuri, joto ni la wastani, yani inastawi kweli kweli. Na soko lake sio la kitoto. Bukoba, Mwanza, mpaka nchi jirani ya Kongo. Lakini, na hili ni lakini kubwa, kuna ugonjwa hatari unaitwa Fusarium wilt. Lazima uwe macho sana, chagua michi ambayo ni salama. Okay, kutoka Kagera tunashuka sasa mpaka chini ya mlima mrefu kuliko yote Afrika, mkoa wa Kilimanjaro. Hapa kuna historia na fursa za kisasa zimekutana. Sasa, sikiliza. Hapa kuna fursa mbili kwa mkulima mjanja. Njia ya kwanza, unaweza kulima aina za asili, hizi za jadi kama mchare na ng'ombe. Hizi zina soko la uhakika la pale nyumbani. Njia ya pili, kama unaangalia mbali, wekeza kwenye Cavendish. Hii itakupa soko la mijini kama Arusha na soko kubwa la kimataifa kule Nairobi, Kenya. Sasa, hebu tubadili mazingira kidogo. Kutoka kwenye mvua nyingi, tunaenda kwenye eneo lenye ukame kiasi, Arusha. Hapa, sheria za mchezo zinabadilika kabisa. Jambo moja la msingi hapa ni hili. Usijaribu hata kidogo kulima ndizi za biashara Arusha, kama huna mpango wa kuwekeza kwenye umwagiliaji wa matone, yani drip irrigation. Mvua hapa sio ya kutegemea. Ukifanikiwa tu kumwagilia, basi aina za Cavendish na Plantain zitakulipa vizuri sana kutokana na soko la Arusha mjini na lile la Nairobi. Tuende sasa nyanda za juu kusini, kwenye mkoa wa Mbeya. Hili ni eneo ambalo lina uwezo mkubwa mno, limebarikiwa kweli kweli na mvua za kutosha. Uzuri wa Mbeya ni nini hasa? Ni ule uhuru. Mvua nyingi inamaanisha unaweza kuchagua aina nyingi tofauti na zikakubali shambani. Mchare, Cavendish, Plantain, zote zinafanya vizuri. Na kutoka hapo unaweza kulisha soko la Mbeya mjini na soko kubwa kuliko yote nchini, Dar es Salaam. Sasa, hebu tuangalie mikoa ambayo ina faida ya kimkakati, faida ya kibiashara kwa sababu tu ya eneo ilipo. Hapa naongelea Morogoro na Pwani. Pointi muhimu hapa sio tu hali ya hewa, ni ukaribu na soko. Fikiria kuwa umbali wa kilomita 200 tu kutoka jiji la Dar es Salaam. Hii ni faida isiyo na kifani. Maana yake nini? Gharama zako za usafiri ni ndogo na unaweza kuuza ndizi zako kwa bei ya juu zaidi kuliko mkulima anayetoka mbali. Okay, tumepitia maeneo mbalimbali. Sasa hebu tugeukie upande wa teknolojia na utafiti. Tuangalie hizi aina mpya zilizoboreshwa. Hapa ndipo mapinduzi halisi ya kilimo cha ndizi yalipo. Tofauti kati ya hizi aina za kienyeji na hizi mpya ni kama usiku na mchana. Yaani, unapochagua aina iliyofanyiwa utafiti, kwanza unapata mavuno mara 2 hadi 3 zaidi. Lakini muhimu zaidi, unapunguza ile hatari ya kuamka siku moja na kukuta shamba lote limeharibiwa na magonjwa. Kilo 55, hiyo sio namba ya bahati nasibu. Huo ndio uzito ambao unaweza kuupata kutoka kwenye mkungu mmoja tu wa aina inayoitwa FHIA01 au Goldfinger.
Hebu fikiria faida inayoweza kupatikana shambani kwako kwa mavuno kama haya. Hawa hapa ndio wachezaji nyota, yani game changers. FIHA 01 inastahimili sana ugonjwa wa sigatoka. FIHA 17 inafaa sana kwenye maeneo yenye mvua nyingi. Na hizi za kwetu, Tariban, ni aina mpya kabisa kutoka taasisi yetu ya TARI. Haya ndiyo machaguo ya mkulima wa kibiashara anayetaka kuona matokeo makubwa. Sawa, najua nimekupa taarifa nyingi sana. Sasa unaweza kujiuliza, mimi binafsi naamuaje sasa? Unachaguaje aina sahihi kwa hali yako halisi? Usijali, hapa ndipo tunaingia kwenye matrix ya uchaguzi. Okay, hebu tuifanye iwe rahisi kwako. Jiulize maswali haya. Je, uko karibu na soko la Dar? Basi panda Grand Nain au FIIA 01. Je, unalenga soko la kuuza Kenya? Lazima uwe na Grand Nain, tena daraja A. Eneo lako lina shida ya ugonjwa wa sigatoka? Basi FIIA 01 na FIIA 17 ndiyo mkombozi wako. Unataka kutengeneza bidhaa kama chips? Plantain ndiyo jibu lako. Na kama una shamba kubwa, usifanye makosa ya kupanda aina moja tu. Gawanya hatari, panda aina 2 au 3 tofauti. Sasa, unawezaje kupata hizi taarifa zote, hii matrix kamili na maelezo ya kina zaidi, yote yakiwa sehemu moja? Suluhisho lipo na ni rahisi sana. Huu hapa sasa, kitabu cha kilimo cha ndizi kwa mkulima wa Tanzania kutoka kwetu KMDDA. Huu ndio mwongozo kamili A to Z kwa yeyote anayetaka kufanikiwa kwenye kilimo cha ndizi. Ndani ya hiki kitabu unapata uchambuzi wa kina wa zile aina 10 bora kabisa Tanzania, data zote za aina 8 za kienyeji, takwimu za mavuno za aina 6 mpya kutoka kwenye taasisi kubwa za utafiti, picha halisi za kila aina ili uweze kuzitofautisha, na muhimu kuliko yote, ushauri wa kitaalamu kwa hali yako binafsi. Na sasa, sikiliza kwa makini. Kwa watu 99 tu wa kwanza, bei sio ile ya kawaida ya shilingi 95,000. Tumeweka ofa maalum ya shilingi 29,000 tu. Hii ni fursa ambayo haitajirudia. Ni kwa ajili ya wale walio makini. Kukipata ni rahisi sana. Hatua ya kwanza, tuma M-Pesa kwenda namba 0763071007. Jina litakuja Daudi Mwakalinga. Hatua ya pili, tuma ile risiti yako na anwani yako ya barua pepe, yani email, kupitia WhatsApp kwenye namba hiyo hiyo. Hatua ya tatu, tulia. Ndani ya dakika 5 hadi 10 kitabu kinakuwa kimekufikia. Na kumbuka, kuna garantii. Kama utasoma na usijifunze kitu kipya hata kimoja, KBA tunakurudishia pesa yako yote bila swali. Okay, sasa ni zamu yako. Nataka kusikia kutoka kwako. Wewe uko mkoa gani na unapanda aina gani ya ndizi kwa sasa? Tuandikie kwenye sehemu ya maoni hapo chini na timu yetu ya wataalamu wa KBA itakupa ushauri kama umechagua vizuri au kuna aina bora zaidi kwa eneo lako. Na usisahau kubofia subscribe na ile alama ya kengele ili upate uchambuzi unaofuata. Tutaeleza jinsi ya kupima udongo na kuandaa shamba. Hutaki kuikosa hiyo?